Easter greetings to you all. I trust that the Lord has kept you well, safe and strong in spirit. I am Captain David Wambua, the Territorial Public Relations Secretary, Kenya East Territory. It's a time when most people are living in fear due to the traumatizing corona outbreak. A time when the Christians need to grow spiritually stronger, go deeper in prayer, read and meditate on the Word of God day by day. Today, the 10th day of April 2020, being the Good Friday in our Christian calendar, I am convinced that most of you in a day like this would have been in their respective churches, worshiping the Lord and praising Him for this great atonement act that He has done for us. Yes, the birth of our salvation. But God is still faithful because we have come to fellowship with you through Facebook, YouTube, and WhatsApp platforms. Kindly prepare yourself to receive from God as Lieutenant Colonel John Mutune, the Secretary for Personnel, Kenya East Territory, comes to share the Word of God with us. Welcome and enjoy the rest of your viewing. Thank you and God bless you. Amen. Amen. I'm Lieutenant Colonel John Mutune. Jina lake anaitwa Lieutenant Kanali John Mutune. Secretary for Personnel. Mwandishi wa masuala ya maafisa na wafanyikazi. And I feel blessed. Na anajihisi kubarikiwa. This morning, asubuhi ya leo, as I share with you, anaposhiriki na wewe, the message of the Holy Week. Neno la wiki hii takatifu. My theme, kiini chake, will be it is finished. Itakuwa ni kwamba imekwisha. Extracted from the book of Mark. Inayotolewa katika kitabu cha Marko mtakatifu. Chapter 15 verse 6 to 14. Mlango wa 15 mstari wa 6 hadi 14. 21 to 23. 21 hadi 23. 33 to 39. 33 na 39. And then I will also refer to the book of Matthew. Na pia atahusisha pia kitabu cha Mathayo. Chapter 19. Mlango wa 19. Verses 30. Mstari wa 30. 51 to 53. 51 hadi 53. The whole of this Holy Week, wiki hii yote ambayo ni takatifu, several major events have taken place. Mambo mengi makubwa yalifanyika. That are very important to a Christian believer. Ambao ni ya maana sana katika maisha ya muumini. I will not mention, sitataja, neither narrate, na sitaeleza all the events that have taken place, mambo yote yaliyotendeka in this Passion Week, katika wiki hii. But I will mention, lakini nitataja, what took place yesterday on Thursday. Jambo lililofanyika kama jana siku ya Alhamisi. Jesus is the Last Supper with his disciples. Yesu alishiriki chakula cha jioni cha mwisho na wanafunzi wake. Where he too washed his disciples' feet. Ambapo pia aliwaosha wanafunzi wake miguu. Jesus explained to Peter, Yesu alimueleza Petro, who was not willing to be washed his feet, ambaye hakuwa tayari kuoshwa miguu yake. But after the explanation, lakini baada ya maelezo, he understood, alielewa, the true meaning, umuhimu of washing of
the feet. kuoshwa kwa miguu yao. And Peter got it right. Na Petro akaweza kuelewa. And he changed his attitude. Na akabadilisha Not mawazo yake. that to be washed partially, Kwamba sasa asioshwe nusu ya but mwili, the whole body. lakini mwili wake wote. Jesus was betrayed Yesu aliweza by kusalitiwa Judas Iscariot na Judas Iskarioti and was arrested na akashikwa and was taken to Caiaphas, na akapelekwa kwa the Kayafa higher priest, ambaye alikuwa and kuhani, all the chief priests, na wale makuhani wengine elders, wale hata wa viongozi wa and teachers na wale walimu came together to accuse Jesus with false allegation. walikuja pamoja ili kuweza kumshtaki Yesu kwa uongo. And then yesterday's night Peter denied him 3 times. Na sasa jana usiku Petro akamkana Yesu mara 3. Mark 15 Marko 15 verses 1. mstari wa kwanza. Today Leo in the morning, asubuhi, as the Bible records, kama vile Biblia inavyosema, the chief priests yule kuhani mkuu and the elders na wale viongozi took Jesus to Pilate, walimpeleka Yesu kwa who Pilato, was the governor, yule ambaye alikuwa for gavana, trial. kwa ajili ya kumshtaki. The governor tried to question Jesus all about the accusations Yule gavana akaweza kumuuliza Yesu juu ya yale mashtaka that were said on him, and also to find the truth from the chief priest. yaliyotajwa juu yake, na pia kutafuta ukweli kutoka kwa kuhani mkuu, What Jesus has done. yale Yesu alikuwa amefanya. But Pilate himself knew Lakini Pilato mwenyewe it alijua was out of envy kwamba ilikuwa juu ya wivu, that Jesus was handed to him kwamba Yesu aliletwa kwake for trial, kwa ajili ya kushtakiwa, as it is extracted from the book of Matthew chapter 15 verse 10. kama vile inavyotajwa katika Matthew 15 mstari wa 10. It was unfortunate Ilikuwa si kweli that it was Passover feast celebrations, kwamba ilikuwa wakati wa Pasaka wa kusherehekea, which was observed, ambao ilikuwa inasherekewa, kept, ilikuwa inalindwa sana, and celebrated na hata ilikuwa inasherekewa in such a time kwa wakati kama huu and annually. na kila mwaka. So it was governor's custom Kwa hivyo ilikuwa mtindo wa wale governor in such a time of Passion kwamba wakati kama huo wa wiki hiyo and in time of Passover na wakati pia wa Pasaka, feast to release a prisoner ili waweze kuwaruhusu wale wafungwa, who was to be chosen by the crowd. yule ambaye watu wangemchagua. And in this case there was Barabbas, Na wakati huu ikaonekana kulikuwa na Barnaba, who was known for his notorious moves. ambaye alijulikana kwa kutotembea kwake kwa kihalali. And in this case he was also a prisoner Na wakati huu alikuwa amefungwa and was well known for his murdering moves, na alikuwa amejulikana kwa ajili ya kutembea akiwa and watu, was causing unrest in the community. na alikuwa mtu ambaye watu hawangetulia juu yake. Pilate tried Pilato akajaribu to remind the people, kuwakumbusha watu, despite of their demand, whether he can release kwamba katika kutaka kwao kwamba hawangemruhusu to them, release them to the King of Kings. amruhusu ili atoke kwa viongozi wa viongozi ama wafalme wa wafalme. But the chief priest incited Lakini yule kuhani mkuu akaendelea the kuongezea, crowd wale hata makutano and shouted wakapiga kelele to have Pilate kwamba kwa Pilato, release Barabbas mruhusu umtoe Barnaba instead of Jesus. badala ya Yesu mwenyewe. Here comes another worry Hapa kuna kuja jambo lingine, and warning of God na kwamba pia kuna tayarisho ya Mungu through Pilate's wife kupitia kwa mke wa Pilato in a dream, katika ndoto, whereby Pilate, as he was seated on his judgment seat, kwamba Pilato alipokuwa amekaa katika kiti chake cha kutoa he hukumu, received a note from his wife alipata andiko kutoka kwa mke not to wake have anything to do with the innocent man. ili asiwe na jambo lolote kuhusu Yesu asiye na kosa. So having this in mind, Kwa hivyo akiwa na jambo hili katika akili that Jesus was innocent kwamba Yesu hakuwa na makosa and was looking to a way of releasing Jesus, na alikuwa anatafuta njia ya kumruhusu Yesu, he confidently alipata kwa nguvu and with advice na akiwa ametayarishwa na watu from the wife
kutoka kwa mke, not to play any role kwamba asifanye jambo to lolote harm Jesus. ili Yesu aweze So he kusulubiwa. asked the crowd Alikauliza makutano what to do wafanye nini with the one you call King of Jews. na yule ambaye alikuwa anaitwa mfalme wa Wayahudi. They all shouted. Wote wakapiga kelele, The crowd shouted, makutano wakapiga kelele, crucify him, msulubishe, crucify him. msulubishe. When Pilate asked them the crime he had committed, Wakati Pilato aliwauliza lile kosa alilokuwa amekosa, they all continued shouting, crucify him, crucify him. wote waliendelea kupiga kelele, msulubishe, msulubishe, Wanting to release akitaka kumruhusu and wanting to please na akitaka kuwafurahisha the crowd, wale makutano. he released Barabbas Alimwachilia Barnaba unconditionally. bila hata swali lolote, But Jesus was beaten lakini Yesu akapigwa and was handed over to be crucified. na akapeanwa ili asulubishwe. The soldiers took him away and did two major things Askari walimchukua na wakafanya mambo mawili to makubwa Jesus. kwa Yesu. Verse 17, Mstari wa 17, they put him walimweka a purple robe, ile kanzu, which is very interesting, and already the Spirit of God had led their minds. ambalo jambo hili lina kutabasamu sana, na ndivyo ilivyokuwa mpango wa Mungu To this decision kwa ajili ya jambo hili of dressing Jesus with the purple robe, ya kumvalisha nguo hiyo ya katani, which in Jewish custom ili katika mawazo na mafikira ya Wayahudi symbolized ilionyesha the purification of sin. usafi ama kusafishwa To kwa dhambi. this effect, Kwa ajili ya jambo hili Jesus was pure, Yesu alikuwa mtakatifu, and they inwardly knew na ndani yao walijua, it. They knew inwardly, walijua kwamba, but decided to go their way. lakini wakafikiria kufanya Verse vingine. 17b, Mstari wa 17 they two twisted together pia waliweza kubadilisha the crown of thorns. ile miiba, wakatengeneza The kofia. word here is together. Neno hapa ni kuweka pamoja. That indicated that no one wanted to be blamed, Hii inaonyesha kwamba hakuna mtu aliyetaka kulaumiwa or the blame to remain ama lile lawama libaki on him on account of the death of Jesus. juu yake, juu ya kifo cha Yesu. They set on him the crown, Wakamvalisha ile taji, despite of this thorny crown. na kando ya kofia hii ya miiba, It's also good to know that ni vizuri sana kujua, they put Jesus the crown of thorns on his head. walimvalisha kofia hiyo katika kichwa chake. The crowns Ile were kofia associated ilikuwa inahusishwa and worn na inavaliwa by only two sets of people, na watu wa aina mbili tu, kings wafalme and priests. na makuhani. In this case, Katika hali hii, the soldiers knew Jesus wale askari walijua Yesu belonged to the two of the above. alikuwa ni mmoja kati ya hao wawili waliotajwa juu. He was the high priest Alikuwa kuhani mkuu, who came to wash away and forgive our sins. alikuja kutuosha na kutusafisha kutoka kwa dhambi zetu. He was the King of Kings. Alikuwa mfalme wa wafalme, And that is why na hiyo ndiyo sababu they decided to wear him waliwaza kumvalisha the crown of thorns, ile kofia ya miiba, which was so special, ile ambayo ilikuwa maalum, because he was so special, kwa sababu pia alikuwa maalum, and no one could neither be compared with Jesus now and forever. na hakuna mtu aliyefananishwa naye wakati ule na hata wakati wa sasa. Although they thought Na maana walifikiria of devaluing Jesus, kwamba waweze kumdunisha, but in the spiritual realms, lakini katika hali ya kiroho no one has ever been compared with Jesus and up to date. hakuna mmoja aliyeweza kufananishwa na Yesu mpaka No sasa. king, Hakuna mfalme, no priest hakuna kuhani who has ever been recorded to have worn ambaye aliweza kulinganishwa kwa ajili ya kuvaa the thorny crown. ile kofia ya miiba. They mocked him, Walimdharau, struck him on head with a staff, wakampiga kichwa na vitu, spitted on him, wakamtemea mate, and finally led out to be crucified. na mwisho wakamsulubisha. Jesus carried his heavy cross, Yesu alibeba ule msalaba mzito heading to Golgotha, akielekea kule Golgotha, as well as is known the place of skull. kama vile panajulikana ni mahali pa pufu. On their way to Golgotha, Wakielekea Golgotha, they met and
forced Simon from Cyrene Walikutana na Simoni wa Cyrene na wakamlazimisha to help Jesus carry the cross. ili wamsaidie Yesu kubeba msalaba. Just as we are always forced Kama vile ambavyo pia to tunasukumwa observe the government rules kutii sheria za serikali, on how to stop the spread of corona vile tunavyoweza kusimamisha uenezaji wa and virusi vya corona stay at home na tukae nyumbani for our own good. kwa ajili ya uzuri wetu. We should not be in other case. Tutakani tuwe katika hali hiyo. We should do it willingly. Tunatakana kuifanya katika hali ya kupenda. Simon was forced Simoni alilazimishwa to carry the cross of Jesus without ili knowing. abebe msalaba wa Yesu. It was for his own salvation Maana alikuwa kwa ajili ya wokovu and wake redemption for his own sins. na kwa ajili ya kutakasika kwa ajili ya dhambi zake. They crucified Jesus at 9 Walimsulubisha Yesu saa 3 and divided his clothes na wakagawana nguo zake amongst themselves. katikati yao wenyewe. Amen. Amen. And now these people, the soldiers, Na sasa hao watu ambao when waliaskari they crucified Jesus, walipomsulubisha they Yesu divided his clothes among themselves. waligawana zile nguo katikati yao. 2 more robbers were crucified Na hata watu wengine wawili With Jesus. waliangikwa with Jesus, pamoja na Yesu, which was an indicator ambayo ilikuwa inaonyesha that the devil accused Jesus of robbing him. kwamba Yesu aliweza kusulubishwa kwa ajili ya kuibiwa The kwao, world which was subjected to live in sin everlastingly. ambao kwamba jambo hili lingefanyika katika uzima wote, But Jesus risked his life lakini Yesu aliweza kupeana uzima and wake accepted to die on the cross, na akakubali kufa msalabani, to go through all what he went through. kupitia kwa yote aliyopitia, Whosoever wills me to get saved. ili yeyote atakaye aweze kuokolewa. That is why he was crucified Hiyo ndiyo sababu ilifanya with asulubiwe robbers na wale who wezi were crucified because of wrongs they had done. ambao walisulubishwa kwa sababu ya makosa waliokuwa And they wamefanya, were subjected to this sentence, na walikuwa wanatakikana kupitia katika contrary to jambo Jesus' sentence. kando na vile ambavyo Yesu alipitia. It is very interesting. Ni jambo la kufurahisha. One of the robbers mocked Jesus Mmoja kati ya wale wezi alimdharau Yesu and was rebuked by the other one, na aliweza kushtuliwa na yule mwingine who knew all about the real meaning of Jesus' death. ambaye pia alikuwa amejua umaana wa kifo chake Yesu, And he also knew that Jesus is a savior. na alikuwa amejua kwamba Yesu ni Mwokozi. And in such a situation, Na katika hali hiyo he asked Jesus to remember him when he gets to eternity. alimuuliza Yesu amkumbuke atakapoingia katika uzima wa And milele. indeed, Jesus promised to embrace and to be with him in the list of those who have been saved. Na kweli Yesu akamwahidi kwamba siku moja atakuwa pamoja naye katikati ya wale ambao watakuwa wameokolewa. That means we can repent our sins. Hiyo inaonyesha ya kwamba tunaweza kutubu dhambi zetu, Despite of the situation we are now in kando na mambo yote ambayo tuko ndani and what we are going through na yale tunayoyapitia with the COVID-19, na ugonjwa huu wa corona which is global disaster. ambao imesumbua ulimwengu wote. Amen. Amen. Verse 33. Mstari wa 33. When it was at the 6th hour, Ilipofikia saa la 6 katika mchana, ya mchana, the street happenings took place. mambo ya ajabu yalifanyika. Verse 33 it states, Mstari wa 33. there was darkness over the world Kulikuwa na giza dunia kote until 9th hour at 3. mpaka saa la 9 katika mchana. Now this is an indicator Hii inaonyesha kwamba, to show that people are put to death the light kuonyesha kwamba watu wanaokufa of the world, wa dunia hii and the darkness will never rule the world for long, na giza haitatawala dunia kwa muda mrefu, because in a short while kwa sababu baada ya muda mchache the Savior, who is the light of the world, Mwokozi ambaye ndiye mwanga wa ulimwengu will reign his power atatawala na nguvu zake and resurrect, na afufuke, and people will walk and live by the light of the world, na watu watatembea na kuishi katika mwanga huu who is Jesus Christ. ambaye ni Yesu Kristo. Verse 34. Mstari wa 34. Jesus cried, Eloi, Eloi, Yesu akalia, Eloi, Eloi, lama sabachthani. lama sabachthani, My God, why have you forsaken me? Mungu wangu, mbona umeniacha? It's time for Saul to go back to his father. Hii ilikuwa wakati wa kwenda kwa baba yake, Was at hand. ilikuwa imefika. And we can see how on Lucas Na tunaona vile ambavyo Luka translated these words, anaeleza maneno which haya, it happens
even today. Ile ambayo ilifanyika inafanyika How sasa. people translate the word of God to meet their personal objectives. Vile watu wanavyotafsiri neno la Mungu ili lifikie Just malengo yao. as the onlookers guessed, Kama vile Luka alivyosema. Jesus was calling Elijah, or maybe he was thirsty. Akisema ya kwamba Yesu alikuwa anamuita Eliya ama alikuwa na kiu. Jesus cried again Yesu alilia tena. in a loud voice and said, Kwa sauti kuu akisema, "It is finished," imekwisha. and bowed his head Na akainamisha and kichwa. gave up his spirit. Na akapeana roho yake. This is John chapter 19 verse 30b. Hii ni Yohana 19:30b. After this, Baada ya hii, the Matthew Gospel chapter 27 verse 51. mlango ule wa kitabu cha Matthew mlango wa 7 mstari wa 33. Matthew Gospel chapter 27 verse 51. Matthew 27 mstari wa 51 records several strange happenings that took place. inaeleza juu ya mambo kadhaa yaliyofanyika. The temple curtain was torn from top to bottom. Ile nguo ya hekalu iliraruka mpaka chini. That means there was no more obstruction of reaching God. Kumaanisha ya kwamba hakukuwa na uzuio tena wa kumwona Mungu. From seniors to juniors. Kutoka kwa wakubwa na wadogo. From kings to local people. Kutoka kwa wafalme na watu wadogo. All have an opportunity. Wote wana nafasi to repent ya kutubu and seek God anytime they need. na kutafuta Mungu wakati wote watakao. To meet or speak. Kumkutana naye na kuongea naye. To God in prayers of humbleness. Kuongea na Mungu kupitia kwa maombi. Verse 51b. Mstari wa 51. There was an earthquake. Kulikuwa na tetemeko la ardhi. Rocks splitted. Hata mawe yakapasuka. Meaning that God has turned our life round. Kumaanisha kwamba Mungu amebadilisha maisha yetu. Unto a new form of living. Ili tuweze kufanywa upya. Verse 53. Mstari wa 53. The tops broke open. Kaburi aliweza kupasuka. And the bodies of many holy people. Na miili ya wengi waliokufa wakiwa watakatifu. Who had died and were raised to life. Wale waliokuwa wamekufa walifufuka. This means through Jesus' death. Hii inamaanisha kupitia kwa kifo cha Yesu. Old is gone. Ya kale yamepita. And we are renewed. Na tumefanywa upya. Thus becoming new creatures in spirit. Na tumekuwa viumbe vipya ndani ya Kristo. And ready to march in Zion. Na tunaweza kusafiri kuingia Zayuni. In the second return of our Savior Jesus Christ. Wakati wa kurudi kwa pili kwa Mwokozi wetu Yesu. When the centurion, wale ambao walikuwa wanatunza kanisa, and all the guards who are there to guard Jesus, na wale askari waliokuwa pale wakilinda Yesu, when they saw the earthquake, waliposikia kutetemeko la and all what had happened on their presence, na yale yaliyofanyika wakiyaona, they were terrified, walishtuka, and they truly testified, na wakaweza kutoa ushuhuda, he was the Son of God. Alikuwa mwana wa Mungu. I want to encourage you this morning. Nataka kuwatia moyo asubuhi that despite of your tough situation, kwamba kando na yote unayoyapitia, you are currently going through, yale unayoyapitia sasa, relax, it is done. Tulia kwa sababu imekwisha. And through Calvary, maana kupitia kwa Calvary, it is finished. Imekwisha. The illness, the sickness, magonjwa, and discomforts, through his wounds of Jesus Christ, kupitia katika kulia kwake Yesu, it is finished and imekwisha. You are isolated in one way or another. Wewe umetengwa kwa njia moja ama nyingine. Through the death of our Lord on the cross, kupitia kwa kifo cha Yesu msalabani, it is finished. Imekwisha. You have been experiencing family challenges. Umepitia mambo magumu ya kifamilia. I want to tell you to relax. Nataka kukuambia tulia. Through the blood of Jesus, kupitia kwa damu ya Yesu, it is finished. Imekwisha. Let us believe. Tutulie na tuelewe. And have faith in Jesus Christ. Na kwamba kupitia kwa kifo cha Yesu, through his death on the cross, kupitia kwa kifo chake msalabani, also the pandemic, na kupitia kwa ugonjwa, will be finished. Imekwisha. Because God is there for us. Kwa sababu Mungu yuko pale kwa ajili. Let us tell Jesus to remember. Hebu tumwambie Yesu akumbuke. Our situations we are now going through of COVID-19. Hali tulio ndani yake ya corona. Our families, jamii zetu, our mourning friends, wale marafiki zetu, our government leaders, hata viongozi wa serikali, to strengthen Christians' faith which slowly is dying.
Waendelee kutia moyo wa Kikristo ambao unaendelea This is the high time we need to remind God of all what I've mentioned. Huu ndio wakati mzuri wa kumkumbusha We Mungu need to yote remind God of our needs. tunahitaji kumkumbusha Mungu juu ya We mahitaji need yetu. to remind Jesus of our children. Tumkumbushe Mungu juu ya watoto wetu. This is now the time Huu ndio wakati of personal reflection wa kujiangalia mwenyewe. on what we should tell Jesus, Na vile tunaweza kumwambia Yesu. what we should remind Jesus, Kile tunaweza kumkumbusha Yesu. and is ready to settle and address our issues. Na yeye yuko tayari kusikia na kutekeleza If we mambo. believe, Tunakubali na tunaamini. if we believe in Jesus, Ikiwa tutaamini ndani ya Yesu, then it is finished basi imekwisha. by the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu Kristo. So Jesus has died Kwa hivyo Yesu amekufa for I and you kwangu na wewe, to be set free ili tuwekwe huru and to have a new beginning of na life. tupate mwanzo mpya wa maisha. Amen. Amen. I want to pray with you. Nataka kuomba pamoja na Let us pray. tuombe. Our Heavenly Father, Mungu wetu, we humble ourselves in prayers tunanyenyekea mbele zako katika maombi, of thanksgiving from our hearts. tukikushukuru kutoka kwa mioyo yetu. Thank you, Father, for sending your Son Jesus Christ Asante Mungu kwa kumtuma mwanao Yesu Kristo to be the Lamb of the world, ili awe mwana kondoo, to be slaughtered for our sins. ili aweze kuumizwa na kuuawa kwa ajili And yetu. through his blood shed Na kupitia kwa damu yake on the cross, pale msalabani, we are forgiven our sins. tumesamehewa dhambi We zetu, are saved. tumeokolewa, We are healed tumeponywa and transformed. na tumebadilishwa. Lord, sanctify us Mungu tusafishe with your holy blood. na damu yako. We need you, Lord, Tunakuhitaji to heal our nation. ili uponye nchi yetu. Help us to clear the pandemic. Tusaidie kutoa ugonjwa huu, Because unless you intervene, kwa sababu usipoingilia, Jehovah, we are unable Mungu hatutaweza. to listen to our cries Sikiza kilio and chetu forgive us our sins. na utusamehe dhambi We zetu. pray this through our Savior Jesus. Tunaomba haya kwa njia ya Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Amen. We are saved Tumeokoka His wounds. Through His wounds. kupitia kwa mapigo yake. Amen. Amen. My